Tumemaliza ligi, tumecheza mechi za mtoano 2 za mwanzo. Kwa upande wetu tutakwenda kufanya marekebisho kwenye maeneo yote ambayo yamekuwa na udhaifu, na moja marekebisho ni kufanya mazoezi ya maandalizi mapema, lakini pia kukiwa na ulazima wa kuongeza watu kwenye maeneo yale ambayo yamekuwa korofi katika msimu mzima. Ni ngumu sasa kwa sababu sisi ni moja ya kazi yetu. Wenzako waliotangulia wakiwa wamepata myumbo kidogo, na wewe ukihitajika unalazimika kukubali na kuja kufanya. Kikubwa nimefanya, vijana wamepokea na tumeweza kuwa salama. Mwanzoni sikuwepo, siwezi kuzungumzia wenzangu waliotangulia. Nilipochukua maeneo ambayo nimeyaona yalikuwa na mapungufu, nimejaribu kurekebisha, na pia yalisumbua, lakini kadri muda ulivyoenda vijana waliendelea kupokea mabadiliko hayo, na bahati nzuri yametusaidia na kubaki daraja. Kwanza niseme tunamshukuru Mungu, tumemaliza mchezo salama na ni matokeo ambayo kwa kweli tulikuwa hatujayategemea. Imekuja kama surprise kwa sababu mpira umeonekana, tumecheza mpira lakini bahati haikuwa yetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi kama Tanzania Prisons tuna nafasi nyingine tena ya kujiuliza. Hatuwezi kusema tumekosea wapi, nafikiri bahati haikuwa yetu. Tuna nafasi nyingine ya kujiuliza na nafikiri tutakuwa na wakati mzuri sana. Leo majira ya saa 1 nafikiri tutaanza safari kuelekea Kilimanjaro tayari kwa mchezo wetu dhidi ya Polisi. Kwa hiyo naamini Mwenyezi Mungu atatujalia na tutakuwa na wakati mzuri. Semaji ni dabi ya 3 mpaka sasa hapata ushindi wowote. Ugumu ni nini? Ukisema dabi ya 3 hatujapata ushindi wowote, lakini kama unakumbuka vizuri KMC pale sisi tulishinda. Kwa hiyo sio dabi ya 3. Kwa hiyo tulishinda, na nafikiri kama ninavyosema, nasisitiza tu kwamba matokeo yana pande 3. Kuna kushinda, kushindwa na kudraw. Kwa hiyo tumeyapokea matokeo haya, nasema tunamshukuru Mungu, tunajipanga kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya approach yake inakuwa tofauti na games zingine. Game planning ya playoff ni like a knockout, kwamba ukicheza tu unaondoka. Kwa hiyo inabidi una tahadhari kubwa na mbinu nyingi na ufundi mwingi wa kucheza mpira. Kwamba msimu huu ubora wa ligi imekuwa bora kwa sababu watu wamewekeza kwenye ligi, kwenye masuala mazima ya ulipaji mishahara, lakini wamesajili vizuri, na tulirejea kwenye ligi kuu wakati ligi yetu ikiwa kwenye nafasi ya 5 barani Afrika. Kwa hiyo tulirejea huko tukakuta ligi iko tough. Wakati mwingine pia unaweza kusema hata approaching yetu pia ilitu cost, lakini all in all tumemaliza ligi. Naamini huu ni wakati mzuri na wakati unaokuja ni mtamu zaidi kwa watu wanaoipenda Mbeya City, mashabiki na wadau pamoja na wakazi wote wa Nyanda za Juu Kusini, kwa sababu hii ndio timu ambayo inapeperusha bendera ya ukanda huu. Hakuna timu nyingine yenye nearness kama Mbeya City. Mchezo leo kwanza ulikuwa mzuri kwa sababu ulikuwa ni mchezo wa pili baada ya mechi ya kwanza Mbeya City kushinda goli 2. Leo ilikuwa ni mechi ya pili kuhakikisha kwamba tunaangalia aggregate au nani anatoka, lakini kimsingi matokeo ya sare yametupa nafasi Mbeya City, tunasalia ligi kuu Tanzania bara NBC. Kikubwa zaidi tumeona namna ambavyo wana Mbeya vijana mashabiki mbalimbali wamefurahi, wameangalia mechi wamefurahi, maana yake wanaipenda timu yao. Maana yake Mbeya City ndio timu ukitoa Simba na Yanga ndio timu yenye mashabiki wengi Tanzania, inawezekana ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa kufurahi kwao maana yake wanayotakia mema timu yao. Kilichobaki sasa ni baki jukumu kwamba next season inayofuata msimu ujao tuwe vizuri zaidi, sababu mambo ya playoff bwana yanaleta magonjwa na pressure mbalimbali. Unaweza tukafa ndugu yangu, lakini kimsingi tunashukuru sana wachezaji, viongozi wa timu na mchakato mbalimbali. Tumebaki ligi kuu, kwa hiyo pale ambapo tuliteleza kuanzia sehemu ya uongozi, usajili na mengineyo, basi ni wakati wa wamiliki wa timu kuhakikisha kwamba wanajisahihisha makosa, lakini pia aina wachezaji ambao watakuja basi ili mwakani tusiwe tunacheza kwa pressure kama ambavyo tumecheza kwa msimu.